kwa nchi yetu na lazima zitatulike. Na hizi zitatulike ni kutoa woga. Katika kuhudumisha uongozi kwa njia ngazi za chini, yani vijijini, vitongoji, mjini na wilayani, AFC M23 imeendelea kuwapa mafunzo wanawake kama vile wazee na vijana pamoja na wasichana. Shukrani pia kwa viongozi wakuu wote wa chama AFC M23 wa kisiasa kama vile wa kijeshi kwa kutoa vyote vinavyohistahili vivre materiel na mafunzo. Viongozi waheshimiwa, kwa kifupi tumezirika kufunzwa masomo ya kijeshi na ya kisiasa mengi sana, mkiwamo yafuatao: utangulizi wa mabadiliko ama introduction, historia ya migogoro katika nchi yetu, uongozi wetu waheshimiwa. Kwa muda wote wa mafunzo yetu tumezingatia uongozi bora itakayosaidiwa kwa faida ya raia ambao tunawaongoza. Tumejulishwa pia sababu kubwa za msingi ya revolution, nasi tunawahakikishia kama tuna determination, constance, engagement na discipline vyetu ili kutimiza lengo la chama ya kurudisha heshima ya Mkongomani na ya Kongo nzima katika sifa za mataifa mengine. Pia tunajiangaje kujenga upya amani, maendeleo na kuishi kwa pamoja na wakaaji wetu pasipo ukabila na kuwahimiza tena katika kazi zote. Wengi wao wakifunzwa kuhusu uongozi bora ambao unakaribia wananchi. Mambo kuhusu usalama, kuhusu mshikamano wa kijamii ama cohesion sociale, kuhusu reconciliation na hasa kuhusu uongozi bora. Tumeongelea jukumu za viongozi wa ngazi za chini kiutawala katika kurejesha amani na pia maendeleo. Tumeongelea leadership, tumeongelea jukumu ya wanawake katika mapinduzi, tumeongelea jukumu ya vijana katika mapinduzi. Miongoni mwa wakufunzi ama waliowapa mafunzo watu hawa zaidi ya 300, Bahati Musanga Erasto, mkuu wa mkoa Kivu Kaskazini. Leo ni kubashukuru na kubaambia vitu vyenye tulizungumza jana, mwende mubitekeleze. Mwende mupendane, mwende mudenonse bibaya, mujongelee jeshi yetu, mujongelee service zetu za securite kwenye kuko aba babandi bambiteze bari babandi bote benye bako kule na FDLR, muambie jeshi yetu mubapatie habari. Mujongelee population ibapende. Ju hamutapata habari na population ibapende. Ju population ibapende ni kuacha trakaseri. Malgré mko ba chef. Jana nilibasimamisha nikabauliza mniambie shefu wa Butare. Shefu wa Butare alikuwa anakula mbuzi za watu na makuku. Na ni shefu. Sasa shefu wa vile population inaweza mpatia habari? Hapana. Na nyinyi mnatoka hapa kwa masomo, mubadilike, mwende mufundishe upendo, mujongee jeshi yetu, mujongee service zetu za securite, mubapatie habari kwa wakati. Vingine vyote mkevifanya sawa jinsi tuliongea jana, tutafika mbali. Mimi sina mengi ya kubaelezea, ninawatakia kurudia mzuri na mufanye kazi sawa jinsi tulipatana jana. Asante. Katika usimamizi wa mkuu wa jeshi la ARC Jenerali Sultani Makenga anayeongoza tawi la kijeshi la AFC M23. Hii ikiwa katika lengo la kuimarisha zaidi uongozi eneo linalodhibitiwa na AFC M23, wakisema viongozi wa chama uliamua kuitisha viongozi wa chini ambao wanakuwa kwa vijiji huko ili mkuje
mjue kwa nini chama kinapigana, mjue kwa nini tumekamata silaha na kusimama ili tulete mabadiliko kwa nchi yetu, ili tukomboe nchi yetu, tukomboe Wakongomani. Ndio maana tulisema nyinyi viongozi mkiwa mnakuja hapa na mnaelewa na population itaelewa, sio hivyo? Ndio. Na mengi mmeipata hapa, mmejifunza mambo mengi sana, na naamini mmepata sasa package ya kupatia raia wenu, watu ambao mnasimamia, watu ambao mnaongoza, inao waelewe kwa nini chama kinapigana, si ndio hivyo? Ndio. Nasema situation ambayo nchi yetu inaishi ndani, mnaifurahia? Hapana. Hiyo ndio maana tumesimama na kupiganisha hiyo uongozi ambao ipo, uongozi mbaya, uongozi ambao iko responsible, ili tuwe na nchi bora, tuwe na uongozi bora. Na hiyo kazi imeanza na itaendelea. Mwanipata vizuri? Ndio. Kitu ambacho nataka kuelezea ni kuwapatia garanti kwamba hatarudi nyuma hata siku moja. Ndio. Kunakuwa rumors, kunakuwa rimere nyingi kutoka Kinshasa, kutoka kwa adui, akisema asubuhi au jioni tutakuwa tumetoweka, tumeenda sijui wapi, Rwanda, Uganda, sijui wapi. Sio hivyo? Ndio. Si mnaisikiaka? Ndio. Hiyo haitakuwepo. Il a appelé ses autorités de base à s'approcher de la population en collaborant avec l'armée et le service de sécurité. Shida ziko kwa nchi yetu na lazima zitatulike. Na hizi zitatulike ni kutoa woga. Ni kutoa woga. Mkitoa woga, mnasupport chama, nchi yetu itakombolewa. Mabadiliko ya kweli yatakuwepo. Tuwe na uongozi bora, uongozi wa wananchi, uongozi ambao unapenda wananchi, uongozi ambao unapenda nchi. Tuwe na jeshi nzuri, jeshi la wananchi, sio jeshi hilo ambalo raia naona nakimbia. Hapana. Na mkileta nguvu, hivi vikundi vyote ambavyo viko hapo, wamoja watakuja, watarudi, watatoka msituni wakuje, wajiripoti, wengine watakimbia, na hapo mtapata amani. Na kesho yake hiyo ngozi mbaya ambayo ipo mtakuwa tena muisikie na mtaheshimika, yani mmecontribute ili kuomboa nchi yenu. Wanipata vizuri? Ndio. Wanipata vizuri? Ndio. So oga ishe, mwende mjongelee askari wetu, mwe karibu nao, mwapatie habari. Akiwafanya makosa, elezea kiongozi wake, elezea uongozi wa administration upo. Mwache kuogopa, mwe karibu nao. Mwache kuogopa. Hao wote kama hawasikie, hao commanders ambao huko kama hawasikie, hao administrateur na wengine wasikie, muite gouverneur, mumuelezee hapa kuna shida. Hao wote kadazi wetu, hao wote askari wetu nao ni binadamu. Wanipata vizuri? Ndio. Muwe karibu nao, mwapatie habari, msaidiane nao, mtoe oga. Mwajongelee, ni ndugu zenu, ni wenzenu, ni watoto wenu, wamekuja juu yenu na wako hapa juu yenu. Si ndio hivyo? Ndio. Siko imeze? Ndio. Mko tayari kufanya hivyo? Ndio. Mko tayari? Ndio. So mwende huko, mambo ya ukabila mwende muitupe, muizike. Hiyo ni shida kubwa, ndio adui wa kwanza ambao tunaye, na ndio shida imetusukuma kufika kwa tunafika leo. Nyinyi kama viongozi muhakikishe kama hiyo mambo ya ukabila, tribalism, mmeizika mbali. Wakazi kwa upande wao wakisema kwamba wanachokihitaji ni kuona mabadiliko pamoja na usalama ili waendelee na shughuli zao ikiwemo ufugaji, kulima shamba zao na kuendesha shughuli zao za biashara.